Tanzania ina mikoa mingi, ina majiji mengi, lakini Dar es Salaam always imekuwa ni jiji tofauti kabisa. Linalofanya jiji hili kuwa tofauti ni jambo kubwa, jambo la mpira wa miguu, jambo la soka, jambo ambalo linakutanisha miamba miwili ya soka la Tanzania, jambo ambalo linakutanisha powerhouses za mpira wa nchi hii, jambo ambalo linakutanisha football giants wa taifa la Tanzania. Hapa wanaongelewa miamba miwili inayotoka katika mitaa ya Kariakoo, Twiga na Jangwani wakitokea Young Africans, lakini mitaa ya Msimbazi wakitokea Wekundu wa Msimbazi Simba, na wote wanakutania hapa katika kitovu cha uwanja wa Benjamin Mkapa, Temeke, Dar es Salaam, Lupaso, paite vyovyote vile, lakini hapa ndipo ambapo inapotokea burudani ya soka linalokutanisha miamba miwili, watani wa jadi, Wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wa mchezo huu na mashabiki wamejitokeza kwa wingi. Lakini kwa upande wa pili, wenyeji wa mchezo wananchi Young Africans si kinyonge, wamejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba wanachagiza na kuanikiza ushindi katika mchezo huu dhidi ya watani wao wa jadi Simba, ambao nao wamekuja kwa ajili ya kushuhudia kitakachotokea. Lakini pia kumbuka, huu ni mchezo ambao matokeo yake yatakwenda kuamua nani bingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Hii ni grand finale. Hii ni siku kubwa, siku nzito, siku ambayo itakuwa na msisimko wa kipekee, siku ambayo imesubiriwa kwa hamu sana, hatimaye imefika. Siku ambayo itakuja kutambulika Tanzania inakuwa na rangi gani, ni kijani na njano au ni nyekundu na nyeupe. Yote kwa yote, dakika 90 hizi ni dakika za kihistoria, dakika za kipekee kabisa kwa mashabiki wa soka wa Dar es Salaam na mikoa yote ya Tanzania. Hawa ni viongozi waandamizi, lakini pia ni wadau wa soka ambao wamekuja kwa ajili ya kushuhudia tukio hili kubwa kabisa la mchezo huu wa dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Siku zote pamekuwa pamoto hapa, siku zote pamekuwa na historia ya kipekee, siku zote pamekuwa hapana mwenyewe linapokuja swala la watani wa jadi Simba na Yanga. Ni Oktoba ndipo mara ya mwisho unaweza kuwa na kumbukumbu ya michezo ambayo walikutana, lakini leo ni Juni 25, 2025 wanakutana uwanja wa Taifa. Ilipaswa kuwa Machi 8, ikaahirishwa kufanyika Juni 15, lakini imewezekana na inaenda kufanyika Juni 25. Ni Simba ambao wao ni wageni wa Yanga, akionekana rais wa Yanga, lakini viongozi mbalimbali waandamizi wa upande wa Simba. Ni mechi ya mwisho kwenda kuamua ni nani anakuwa championi wa ligi kuu 2024 2025. Ligi kuu ya NBC inakwenda kushuhudia siku yake ya mwisho katika msimu wa 2024-2025, na inakwenda kufungwa kwa kishindo cha dabi ya Kariakoo, inakwenda kufungwa kwa kishindo cha miamba miwili ya soka la Tanzania. Mfumo ni 4-2-3-1 kama ilivyo kawaida. Kikosi cha Young Africans kutokea mchezo uliopita, Jigi Diara analejea golini. Mchezo uliopita alikuwepo ni Abdul Twalibu Msheli. Ni Tanzania born, unawaona wote vimo vinafanana, mmoja ni mlinzi wa kushoto na mmoja ni mlinzi wa kati. Wote wawili wamecheza timu ambazo zina mahusiano makubwa na Sukari, mmoja akiwahi kupita Kagera Sugar na mwingine akipita Mtibwa Sukari, lakini leo wako upande wa kutetea timu zao, mmoja akitetea upande wa nyekundu na nyeupe na mwingine akitetea upande wa kijani na njano. Huenda akazidi zile clean sheet ambazo alizipata mlinda mlango wa Simba Aishi Salum Manula mwaka 2018. Kama atapata clean sheet katika mchezo huu itakuwa ni clean sheet yake 20. This is just another day. Kutokea kaskazini mwa Afrika ilipo bahari ya Mediterania mpaka kusini mwa Afrika ilipokuwa rasi ya Tumaini Jema, lakini pia usisahau kutokea magharibi mwa Afrika ilipokuwa bahari ya Atlantic. Hapa ni Dar es Salaam Tanzania, pembezoni mwake ipo bahari ya Hindi. Uwanja ni Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ardhi ni ya Tanzania. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, mwenzangu ni James Samuel, sauti ya mamlaka. Tutakuwa hapa na kwa lugha ya Kiingereza na kwa Peter Otai kusherehesha matangazo haya ya dabi ya Kariakoo kutokea uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.